Jina langu ni Evod Kiando, mkurugenzi msaidizi katika idara ya habari maarufu kama Habari Maelezo, na tumekutana hapa leo kuzungumzia maandalizi ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari ambayo unatarajiwa kufanyika mkoani Arusha kuanzia tarehe 28 mpaka tarehe 1 Mei. Siku hii ya uhuru wa vyombo vya habari si tukio tu la kitaifa, lakini ni tukio la kimataifa ambalo linakuja kuelezea hoja mbalimbali za sekta ya habari kuelekea kwenye uhuru, lakini pia usalama, lakini pia mambo ya weledi yanayohusiana na sekta hii ya habari. Na tuwaombe Wanaarusha wa take note, wafahamu kwamba jambo hili linakuja kuanzia tarehe 28 mjini Arusha, na tuwaombe wadau wote wa sekta ya habari walioko Arusha na maeneo mengine ya Tanzania wajitokeze kushiriki katika masuala mbalimbali yatakayoendelea kwa siku hizo mbili kabla ya kilele cha siku yenyewe ya uhuru wa vyombo vya habari. Kwa hivyo wanahabari na wadau mnakaribishwa kwenye siku yenu hii, lakini kwenye jambo lenu hili mjitokeze ili kufanya yale ambayo yatakuwa yamepangwa. Naitwa Asha Abinala, mkurugenzi mtendaji CEO. Yani, kwa mtazamo wangu kwamba uhuru upo, kama uhuru upo wa vyombo vya habari nchini kwa sasa hivi, ninaweza nikasema kwamba ni 50-50. Si kwa Kiswahili nisemeje, lakini ni 50-50. Yaani kwamba uhuru upo na haupo pia. Tegemeana na yale ambayo yanakuwa yanaendelea katika sekta ya habari. Changamoto ni nyingi sana ambazo zinaendelea. Kumekuwa na kumekuwa na kilio kikubwa sana cha masuala ya vyombo vya habari na ishu ya kipato cha kuweza kuendeshea vyombo vya habari. Moja ya mjadala ambayo tunajadili sasa hivi ni kwamba ni namna gani serikali inaweza ikalipa madeni ambayo vyombo vya habari inadai, hasa ukizingatia kwamba sasa hivi wameweza kutenga mabilioni kwa ajili ya watengeneza maudhui. Ni mjadala ambao kwa kweli ni mpana, unatakiwa kujadili kwa upana. Tumeweza katika kuandaa mijadala na kuelekea katika kutimiza uhuru wa vyombo vya habari nchini. Tumeweza kuandaa mikutano na mijadala na kuita wahusika ambao wako katika sekta kama vile Media Owners Association, wataalamu mbalimbali katika sekta ya habari ili kuweza kujadili hii topic ambayo tunazungumzia kwamba uhuru wa vyombo vya habari uko vipi na unaendelea vipi na ni nini nikifanyike hapa nchini ili kuweza kuhakikisha kwamba uhuru ni mpana zaidi ya vile ambavyo uko sasa. Mwaka huu utakuwa mwaka wa 33 tangia tuanze kuadhimisha siku hii muhimu. Kwa hiyo ya kwangu tu ni kuwakaribisha na kusema tuko pamoja sana na tutaendelea kushirikiana katika maendeleo ya vyombo vya habari nchini.